Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yoyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema ya kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu wenyewe, kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia, anakuwa amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu asante hata kwa kunipa kibali ambacho umenipa cha kuweza kuamka salama, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka, kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya ya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Na ndio maana nimeanza kwa kukuambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kuweza kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana, ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako. Uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka. Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia, Mungu achie neema ni mahali ambapo neema ilikuwa imepotea, Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo, natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu, ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku huo leo, na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga hautakanyaga uchawi, kila mahali utakaposhika hautashika uchawi, kila mahali utakapoenda Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze, Mungu akupe neema, Mungu akupe uwezo, Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe
natamka neema hii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yeyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema ya kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema, mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu wenyewe. Kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia, anakuwa amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu, asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu, asante hata kwa kunipa kibali ambacho mnipa cha kuweza kuamka salama. Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka. Kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka, ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi, mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya ya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Na ndio maana nimeanza kwa kukwambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kuweza kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana, ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako. Uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka. Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia. Mungu achie neema ni mahali ambapo neema ilikuwa imepotea. Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo. Baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo. Baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu, ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku huo leo. Na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga hautakanyaga uchawi. Kila mahali utakaposhika hautashika uchawi. Kila mahali utakapoenda Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze. Mungu akupe neema. Mungu akupe uwezo. Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe.
natamka neema hii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yoyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu wenyewe, kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia, anakuwa amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu asante hata kwa kunipa kibali ambacho umenipa cha kuweza kuamka salama, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka, kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi, mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya ya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Na ndio maana nimeanza kwa kukuambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kuweza kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana, ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako. Uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka, Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia, Mungu achie neema ni mahali ambapo neema ilikuwa imepotea, Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo, natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu, ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku huo leo. Na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga, hautakanyaga uchawi. Kila mahali utakaposhika, hautashika uchawi. Kila mahali utakapoenda, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze, Mungu akupe neema, Mungu akupe uwezo, Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe
natamka neema hii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yoyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema ya kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema, mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu wenyewe, kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia, anakuwa amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu, asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu, asante hata kwa kunipa kibali ambacho mnipa cha kuweza kuamka salama, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka, kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Na ndio maana nimeanza kwa kukwambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kuweza kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana, ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako. Uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka, Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia, Mungu achie neema mahali ambapo neema ilikuwa imepotea, Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku wa leo. Na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga, hautakanyaga uchawi. Kila mahali utakaposhika, hautashika uchawi. Kila mahali utakapoenda, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze, Mungu akupe neema, Mungu akupe uwezo, Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe.
natamka neema hii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu, fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yoyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema, mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu wenyewe, kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu, asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu, asante hata kwa kunipa kibali ambacho umenipa cha kuweza kuamka salama, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka, kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi, mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya ya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Na ndio maana nimeanza kwa kukwambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako. Uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka. Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia. Mungu achie neema ni mahali ambapo neema ilikuwa imepotea. Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo. Baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo. Baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku huo leo. Na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga, hautakanyaga uchawi. Kila mahali utakaposhika, hautashika uchawi. Kila mahali utakapoenda, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze. Mungu akupe neema. Mungu akupe uwezo. Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe.
natamka neema hii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yoyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema ya kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema, mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu mwenyewe, kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia, anakuwa amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu, asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu, asante hata kwa kunipa kibali ambacho unipa cha kuweza kuamka salama, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka, kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi, mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya ya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Na ndio maana nimeanza kwa kukwambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kuweza kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana, ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako. Uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka, Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia, Mungu achie neema mahali ambapo neema ilikuwa imepotea, Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu, ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku huo leo. Na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga hautakanyaga uchawi. Kila mahali utakaposhika hautashika uchawi. Kila mahali utakapoenda Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze, Mungu akupe neema, Mungu akupe uwezo, Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe.
natamka neema hii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu, fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yeyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema, mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu wenyewe, kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia, anakuwa amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo, usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu, asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu, asante hata kwa kunipa kibali ambacho umenipa cha kuweza kuamka salama, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka, kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi, mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya ya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Na ndio maana nimeanza kwa kukwambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana, ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako. Uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka. Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia. Mungu achie neema mahali ambapo neema ilikuwa imepotea. Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo. Baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo. Baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu, ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku huo leo. Na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga hautakanyaga uchawi. Kila mahali utakaposhika hautashika uchawi. Kila mahali utakapoenda Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze. Mungu akupe neema. Mungu akupe uwezo. Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe.
natamka neema hii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yeyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema ya kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema, mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu mwenyewe, kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia, anakuwa amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu, asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu, asante hata kwa kunipa kibali ambacho umenipa cha kuweza kuamka salama, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka, kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi, mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya ya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi, na ndio maana nimeanza kwa kukwambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kuweza kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana, ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako, uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka, Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia, Mungu achie neema mahali ambapo neema ilikuwa imepotea, Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo, natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu, ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku huo leo. Na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga hautakanyaga uchawi. Kila mahali utakaposhika hautashika uchawi. Kila mahali utakapoenda Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze, Mungu akupe neema, Mungu akupe uwezo, Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe
natamka neema hii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yoyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema ya kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema, mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu mwenyewe, kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia, anakuwa amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu asante hata kwa kunipa kibali ambacho umenipa cha kuweza kuamka salama, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka, kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya ya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Na ndio maana nimeanza kwa kukwambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kuweza kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana, ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako. Uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka. Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia. Mungu achie neema mahali ambapo neema ilikuwa imepotea. Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo. Baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo. Baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu, ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku huo leo. Na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga hautakanyaga uchawi. Kila mahali utakaposhika hautashika uchawi. Kila mahali utakapoenda Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze. Mungu akupe neema. Mungu akupe uwezo. Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe.
natamka neema hii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yeyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu wenyewe, kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia, anakuwa amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu asante hata kwa kunipa kibali ambacho umenipa cha kuweza kuamka salama, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka, kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya ya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Na ndio maana nimeanza kwa kukwambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kuweza kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana, ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako. Uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka. Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia, Mungu achie neema ni mahali ambapo neema ilikuwa imepotea, Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo, natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu, ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku huo leo. Na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga hautakanyaga uchawi. Kila mahali utakaposhika hautashika uchawi. Kila mahali utakapoenda Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze, Mungu akupe neema, Mungu akupe uwezo, Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe
natamka neema hii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yeyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema ya kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema, mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu wenyewe. Kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia, anakuwa amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu, asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu, asante hata kwa kunipa kibali ambacho unipa cha kuweza kuamka salama. Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka. Kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka, ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi, mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya ya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Na ndio maana nimeanza kwa kukwambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kuweza kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana, ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako. Uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka. Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia, Mungu achie neema ni mahali ambapo neema ilikuwa imepotea, Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo, natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu, ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku huo leo. Na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga hautakanyaga uchawi. Kila mahali utakaposhika hautashika uchawi. Kila mahali utakapoenda Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze, Mungu akupe neema, Mungu akupe uwezo, Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe.
natamka neema hii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenipa neema asubuhi ya leo tuweze kujumuika kwa pamoja. Ni maombi ya muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika maombi kuna mambo kadha wa kadha ambayo natamani yawe kama msingi wetu kwa wewe ambao umepata neema ya kunisikiliza. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia. Naomba jambo la kwanza kwa kunukuu fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Nataka tuanzie hapo mahali ambapo Mungu anataka tuweze kujifunza kwa pamoja neno hili la asubuhi. Baada ya hapo tufanye maombi kwa pamoja ili mtu wa Mungu ambaye umepata neema ya kusikiliza ujumbe huu uweze kwenda na amani ya Bwana katika siku hii ya leo. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Methali. Nataka tuanzie hapo. Naomba kwanza niombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa ya kuweza kuamka salama. Umempa neema huyu mama, umempa neema huyu kaka, umempa neema huyu kijana. Mungu asante, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani katika jina la Yesu. Amen. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, na atanyoosha mapito. Hili ni neno la Mungu ambalo neno la Mungu linapokuja kwa mtu yeyote huwa linakuwa limelenga kumtoa pahala pamoja kwenda pahala pengine. Tunaanza kuona haya ni maelekezo ya Mungu juu ya siku yako ambayo imeanza siku hii ya leo. Mungu amekupa neema ya kuweza kuamka salama. Kuna mwingine unawaza nitakula nini, nitapata nini, kazi ni changamoto. Umepata neema kupita hata katika channel yangu hii kuweza kujifunza kwa pamoja. Tunaona neno la Bwana linasema mtumaini Bwana Mungu wako, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu ni Mungu ambaye anaelewa mwanzo wako ukoje na mwisho wako ukoje, na amekuandalia jambo gani mbele. Mungu ndiye ambaye anaijua, na ndio maana anasema tusitegemee akili zetu wenyewe, kwa sababu kuna muda kama huu asubuhi unaweza kukaa na ukawaza ya kwamba ninapoenda kufanya kazi nitafanya hivi na hivi, ila kumbe Mungu kuna mambo ambayo aidha amekuwazia kwamba pale akili zako zinapokuwa zimefika mwisho. Oh my God, naongea na mtu ambaye akili zake zimefika mwisho, ambaye anaamka asubuhi wala hajui kitu gani kitakachoenda kutokea kazini. Mungu anakuambia katika usiku ya leo usizitegemee akili zako, basi yeye atatengeneza njia zako. Jambo la msingi sana ni kumkiri yeye. Unamkiri vipi Mungu? Unamwambia Mungu asante kwa ajili ya neema hata ya kuamka salama. Unamwambia Mungu asante hata kwa kunipa kibali ambacho umenipa cha kuweza kuamka salama, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameshindwa kuamka muda kama huu wa asubuhi, lakini Mungu wewe amekupa neema ya kuweza kuamka, kwa sababu kila unapomwona mtu amefanikiwa kuamka ujue kuna lengo au makusudi ambayo Mungu ameyakusudia juu yake. Mungu huwa hawezi akafanya jambo la aina yoyote pasipokuwa amekusudia jambo fulani amekusudia jambo fulani kwako wewe. Mimi nataka ujitie moyo, uamini ya kwamba Bwana, katika njia yangu au katika mapato yangu ya siku ya leo namtanguliza Mungu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutangulie katika njia zako zote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, naomba nikutie moyo usiogope. Naomba uamini ya kwamba Mungu yupo. Naomba nikutie moyo ya kwamba usiogope. Nataka uamini ya kwamba Mungu yupo. Kuna baadhi ya mtu mwingine kama nilivyokuambia, mwingine unawaza umeamka asubuhi mambo unaona kama hayataenda vizuri, kama ambavyo Mungu anasema usizitegemee akili zako. Lakini jambo lingine ambalo nataka tujifunze kwa pamoja, wala usiogope. Unaweza kuwa umeamka asubuhi ambayo haina matumaini kwako. Unaweza kuwa umeamka katika asubuhi ambayo haina tija kwako. Umeshaiangalia tu moja kwa moja kwa sababu jana ulilala vibaya. Nataka nikwambie usiogope. Ukifungua pamoja na mimi katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, Biblia inasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyu ni Mungu anazungumza, anasema usiogope. Naomba kama ambaye umeamka sasa hivi na umeamua kujoin katika
katika maombi yetu haya ya asubuhi, naomba usiogope. Mungu anasema kwa maana mimi ni pamoja na wewe, usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Mahali ambapo kutiwa nguvu ina maana ya kwamba mtu anapokuwa ameishiwa nguvu, Mungu huwa ana kawaida ya kumfanya mtu awe na nguvu tena. Mungu akubariki sana. Na tunaanza kuona kumbe Mungu anasema Bwana yeye mwenyewe atakusaidia. Kusaidia, mtu anayesaidiwa ni mtu aliyezidiwa. Mtu anayesaidiwa ni mtu ambaye anaona amefika mwisho. Mungu anasema usiogope. Mimi nakutamkia neema na nguvu kubwa sana ije juu yako. Usiogope. Tembea tena, inuka tena. Jambo lingine tuangalie, leo tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha tu. Jambo lingine, nguvu mpya kila asubuhi. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu gani? Neema ya Mungu hujitokeza kila siku asubuhi na ni wakati mzuri wa kuanza upya. Tunahitaji nguvu mpya kila siku asubuhi. Na ndio maana nimeanza kwa kukwambia usiogope, kwa sababu yupo Mungu ambaye amekusudia mambo makubwa sana juu yako, ili aweze kukuvusha, ili aweze kukupa hatua nyingine, ili aweze kukusaidia. Unahitaji kwanza, unahitaji upate nguvu mpya. Mimi nakuombea upate nguvu mpya katika kazi ambayo unaenda kuifanya. Mimi natamka neema ya ulinzi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu akupe neema ya kutokuishia njiani. Usiogope. Pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya, pokea mamlaka mpya, pokea uwezo mpya wa kuweza kustahimili, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 22 hadi wa 23, Biblia inasema ni huruma za Bwana, ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku. Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Mwingine umechoka, Mungu akupe nguvu mpya kila mahali. Unahitaji jambo lingine, kuwa na nguvu ya neno bila kukoma ndani mwako. Mungu aijaze neno la ushindi ndani yako. Uwe una uwezo wa kukiri ushindi kila siku asubuhi. Jambo lingine, omba bila kukoma. Tunaanza kuona Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuomba. Jambo lingine, Mungu afanye kuwa mwanga, akufanye kuwa mwanga katika kazi yako. Lakini jambo lingine, Mungu awe pamoja na wewe katika asubuhi iliyojaa baraka. Na kutamkia baraka, Mungu akuinue, Mungu akupe afya, Mungu afanye njia pasipokuwa na njia, Mungu achie neema ni mahali ambapo neema ilikuwa imepotea, Mungu akupe uzima mahali ambapo ulikuwa umechoka. Baraka ya Mungu ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya afya ikuvae hapo hapo ulipo, baraka ya mema ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae hapo hapo ulipo. Natamka baraka ikuvae. Ni asubuhi iliyojaa baraka, ni asubuhi iliyojaa ushindi, ni asubuhi iliyojaa mema, ni asubuhi iliyojaa kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu mpya pokea kwa damu ya Yesu Kristo. Ni maombi yangu, ni maombi yangu. Wewe ambao unanisikiliza, unaweza ukaandika tu kwenye comment amen. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuanza na yeye. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akupe nguvu mpya. Nguvu ya Mungu ya neno lake iwe ndani yako. Kiu ya kuomba, Mungu akufanye kuwa mwanga. Mungu akufanye kuwa mwanga kwa damu ya Yesu Kristo. Hii neema kama ambavyo nimeomba na ninakuombea, naomba hata juu. Kuna mwingine umeshambuliwa wakati wa asubuhi, ndoto umeamka zimekuwa ni mbaya, adui alipata nafasi ya kukushika katika usiku huo leo. Na agiza adui huyo ambaye alipata nafasi ya kukushika apate kukuachia kwa jina la Yesu. Ni siku yako iliyojaa baraka, ni siku yako iliyojaa neema, ni siku yako iliyojaa ushindi, ni siku yako ambayo Mungu amekusudia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni siku yako ambayo Bwana anataka afanye jambo. Natamka baraka chini ya miguu yako. Kila mahali utakapokanyaga hautakanyaga uchawi. Kila mahali utakaposhika hautashika uchawi. Kila mahali utakapoenda Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu akuongoze, Mungu akupe neema, Mungu akupe uwezo, Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Hautaangamia mchana wala asubuhi. Wewe ni mtu mkuu sana. Mungu aachie neema hiyo ya ukuu ndani yako. Mungu aachie hiyo neema ya ukuu ndani yako. God bless you. Natamka baraka na ninafunga kila aina ya matukio, ajali zilizoandaliwa kiroho, hizi zikushambulie, aidha kukudondosha popote, hazina uwezo wa kukudondosha. Baraka hii ninaiomba iende kwa mwanamke, iende kwa mwanaume, iende kwa kijana, iende kwa mzee. Ninafunga mashambulizi yote ya adui, bali Mungu awe pamoja na wewe
natamka neema hii